tatizo tuzo ya mashabiki bora Simba. Mimi ningeomba klabu iite hao watu wawili, izungumze nao, sisemi iwafungie, sifiki huko, iwaite izungumze nao, lakini imuite zaidi Dr. Mo. Ni mwanaume kama mimi, alipaswa kuwa mwanaume kabla ya tukio kutokea. Madhalilisha ni kumshusha awe chini kama Mungu alivyodhalilisha viumbe hawa wanyama, sijui mnaita panya, sijui nani, hawa wamedhalilishwa kwa mwanadamu, wao wamekuwa chini. Basi mwanamke ameshushwa kwa mwanaume, natural iko hivyo. Mwanamke hata angekuwa na kitu gani unachokifahamu wewe, kama nyuma yake hakuna mwanaume anayekiongoza iko kitu, hicho kitu kinakwenda kuanguka. Kisipoanguka huyu mwanaume alau asiwe wake yeye, lakini kuna wanaume atakaoweka wawe washauri kwake yeye. Nini mantiki ya kusema hivi? Haiwezekani, haitowezekana hata siku moja binadamu mwenye akili akakubali akaingia katika mgogoro na mwanamke. Hata ungekuwa mzito kiasi gani, angekwenda kutafuta mwafaka, hali ya kuonyesha uko tayari, unataka kushikana na mwanamke, umenifahamu sijui, tayari mko katika vita. Mimi binafsi narudi kwa Dr. Mo, ndo alikuwa na tatizo kubwa kuliko watu wengine wote, kwa sababu yeye alipaswa kushuka, yani kabla hizi kamera hazijafika, toka huko ambapo kulianza. Hata ingekuwa ni hali ya kubishana, baada ya kugundua nimeenda tofauti na Baby Mary, yeye takiwa atoke, lakini mpaka wamekubali kubishana, maana yake kuna tatizo zaidi ya hili ambalo Dr. Mo pengine aliwatendea hawa. Namshukuru Mungu Abdallah, shukuru Mungu bado nina afya njema, nipo kijijini huku, pata upepo huku natural. Kwa hiyo lazima afya inakuwa imara kwa kweli. Mimi niko poa kwa kweli. Sawa. Nisisitize hapo Uko vizuri hasa kabisa. Huko nyumbani unataka. Mtu kwao bwana. Mtu apige kwao. Tunakula original. Vile Mungu alivyofanyia kadari ndo tunavyo ndo tunapokula vijachakachuliwa. Naam Abdallah. Naam bana, nimeona tulizungumza hili pia kwa faida ya wanasimba wote na klabu kwa ujumla. Bana, juzi mara baada ya mchezo dhidi ya Tanzania Prisons, ushindi wa bao 4-0, kulitokea sintofahamu miongoni mwa wanasimba akionyesha vitendo ambavyo si taswira nzuri kwa klabu. Binafsi una kipi cha kuzungumza kwenye hiki ambacho kimetokea? Kwanza niseme wale mimi kwangu ni influencer, hawana tofauti na mimi, na hatuna mizani ya influencer, nani bora, nani mkubwa, nani mdogo. Ila Abdallah, ukweli usiopingika, kuna siku niliwahi kufanya kipindi kaburi moja, nilisema katika watu ambao hawapendani ni hawa watu wanaitwa influencer, na sikutaka kuwazungumzia Wayanga kwa sababu sina ukaribu, sijatenga muda kuwafuatilia, wengine ni washikaji tu, umenielewa vizuri lakini influencer wa Simba Abdallah nawafahamu kadiri ya ufahamu wangu, ni watu hawapendani vibaya. Sasa hofu yangu mimi ni moja, mimi ningetamani pengine kwa tabia ya kawaida kuona Mikoi Kisugu ameitilafiana na Seif. Ukiacha Mikoi Kisugu, pengine nani huyu Ibisti na 4 ameitilafiana na Shabani Mpira Pesa, sijui umenielewa. Kama sivyo, wako influencer wengi ambao tunafahamu hawa ni influencer wa kiume wa Simba. Shaka yangu ugomvi ni kati ya Dr. Mo na yule mwanadada wanamuitaje, Baby Mary, yes, na K Mziwanda. Sasa kwa K Mziwanda nilimuona anagombelezea, sikujua mimi. Abdallah, acha nisogee mbele kwanza, ule ni uite ni utovu wa nidhamu. Kwa nini anakosa adabu? Mimi katika lile nitamlaumu Dr. Mo. Kwa nini umechagua kumlaumu Dr. Mo na si wote ambao wamefanya hiki? Mimi naamini katika imani yangu, mimi ni Muislamu, siamini nje na Uislamu. Katika imani yangu mimi, kwangu mwanamke ni kiumbe dhaifu, anayenitunzia watoto, anayesababisha anaoga kwa wakati, ndio nakula kwa wakati, na amekamilika kwa kila kitu, lakini Allah amempa udhaifu juu ya mwanamume. Hebu nielewe kidogo, hebu iweke sawa hii kwanza, watu wasije wakatafsiri sivyo. Ndio naweka sawa kwamba mwanamke sikuwa amenyimwa akili, sikuwa amenyimwa ufahamu, sikuwa amenyimwa kila unachokijua mwanadamu ambacho anacho na mwanamke anacho. Allah amemdhalilisha kwa mwanaume. Dhalilisha ni kumshusha awe chini kama Mungu alivyodhalilisha viumbe hawa wanyama, sijui mnaita panya, sijui nani, hawa wamedhalilishwa kwa mwanadamu, wao wamekuwa chini. Basi
mwanamke ameshushwa kwa mwanaume, natural iko hivyo. Mwanamke hata angekuwa na kitu gani unachokifahamu wewe, kama nyuma yake hakuna mwanaume anayekiongoza iko kitu, hicho kitu kinakwenda kuanguka. Kisipoanguka, huyu mwanaume alau asiwe wake yeye, lakini kuna wanaume atakaowaweka wawe washauri wake yeye. Nini mantiki ya kusema hivi? Haiwezekani, haitowezekana hata siku moja binadamu mwenye akili akakubali akaingia katika mgogoro na mwanamke. Hata ungekuwa mzito kiasi gani, angekwenda kutafuta mwafaka. Hali ya kuonyesha uko tayari, unataka kushikana na mwanamke, umenifahamu sijui, tayari mko katika vita. Mimi binafsi narudi kwa Dr. Mo, ndo alikuwa na tatizo kubwa kuliko watu wengine wote, kwa sababu yeye alipaswa kushuka, yani kabla hizi kamera hazijafika, toka huko ambapo kulianza. Hata ingekuwa ni hali ya kubishana, baada ya kugundua nimeenda tofauti na Baby Mary, yeye takiwa atoke, lakini mpaka wamekubali kubishana, maana yake kuna tatizo zaidi ya hili ambalo Dr. Mo pengine aliwatendea hawa. Kwanza nikueleze kitu kimoja, mimi nimewahi kusikia haya mambo. Sasa hii si mlengi Dr. Mo. Nimewahi kusikia kwamba siku hizi influencer wamekuwa machawa wa viongozi. Hawa influencer wamegawika. Watu wamelazimisha fursa. Kuwa influencer sio fursa. Mimi ninachofahamu, kuwa influencer unasimama kuizungumzia klabu, hiyo sio fursa. Ila kama itakujia fursa, basi ije kulingana na fursa inavyotaka. Sio wewe fursa unafikiria kwenda kuitafuta. Yaani watu wametoka katika vitu vya msingi kwa sasa. Watu wanatafuta fursa. Sasa hizi fursa zinazotafutwa katika hali ya kudhalilishana, inatafutwa fursa katika hali ya sijui umbea na nini. Sababu mimi ninachohisi pale kilichotokea, Abdallah, acha niendelee kuhisi na sio dhambi, pale ulotokea ni umbea. Na kama kweli ni umbea, maana yake shida ipo kwa Dr. Mo. Dr. Mo ni kijana wa kiume, upaswi kufanya hivyo vitu. Sasa mimi unaweza kuniambia kweli kwa hali ya kawaida Dr. Mo anaweza kugombana nini na yule baby nani mnamuita? Baby Mary. Dr. Mo anaweza kugombana nini na Baby Mary? Hebu tuanze katika maarifa ya kawaida. Dr. Mo ana share vitu vyake na kina Seif. Ndio. Baby Mary na kina Agisimba na mama yetu kina Kei na mama yetu huyu kina Shabaraka, ndio. Vipi wewe na wewe? Mimi sitaki kuamini kama kuna issue ya kimahusiano, hapana, naamini kuna issue ya kimaslahi. Na ukweli pia mwingine usiopingika kwa Dr. Mo kwa sasa anatumika. Watu wanasema hayo. Yaani sisemi mimi, nasema tukio lilotokea, haki yangu mimi kulizungumzia, kwamba watu wanasema Dr. Mo anatumika na baadhi ya viongozi. Sasa katika kutumika, my bro, ndio tunapoenda kuteteana fitina. Na nikupromise mimi nitamtafuta Baby Mary kutaka kujua hivi. Umenielewa vizuri? End of the day na mimi nitakwenda kusimamia kitu ambacho nakijua, lakini kwa sasa mimi shida kwangu naiona kwa Dr. Mo. Ila kwa maana ya brandi kilichotokea so fair. Kwa maana ya kibrandi. Kwa maana wako watu wajinga wanasubiri sisi tukosee ili waseme. Umenielewa? Kuna sisi tunaonekana majeuri humu katika mitandao ya kijamii, tunaonekana tuna kashifu watu. Mimi nishapewa vyeo vingi kusema kweli, nimevivumilia kwa sababu haviniathiri chochote. Umenielewa sijui Abdallah? Kwa hiyo katika ustawi wa Simba ni jambo alikuwa na ustawi, lakini mimi kwa wanamama siwezi kwenda kulaumu. Simtetei Baby Mary, nieleweke. Simtetei Baby Mary, lakini mke wangu nyumbani wako Abdallah na wa mtu mwingine wapo kama Baby Mary ambao mimi na wewe tunaishi nao na watu wengine hawajui. Mimi nikitokea na ugomvi na shemeji yako nyumbani, akianza kusema neno la kwanza ndo naongeza sauti ya sabufa. Najua hana uwezo wa kushindana naye. Yaani watu watashangaa mwamba kaamua kupiga kelele kwa kuzuia, najua kwamba hawezi kujistiri. Sasa hivi mwanamke una watoto naye atakwambia so wako. Umeelewa Abdallah? Dr. Mo ana shida. Athari ya kile kilichofanyika mara baada ya mchezo, watu wakiwa na jezi za mnyama kwa klabu, ni tatizo. Na tuzo ya mashabiki bora Simba. Mimi ningeomba klabu iite hao watu wawili, izungumze nao, sisemi iwafungie, sifiki huko, iwaite izungumze nao, lakini imuite zaidi Dr. Mo. Ni mwanaume kama mimi, alipaswa kuwa mwanaume kabla ya tukio kutokea.